Jina langu naitwa Isaac Kenan. Nimemaliza miaka 2 bila kuona, lakini kwa bahati ya Mungu Mwenyezi, serikali kaamua kwamba tuwaone watu hawa kwa sababu tayari wamekwisha nguvu. Kwa kweli nilipoona kwa siku ya leo, waliponifungua macho, nikaona kwa kweli kumbe raha ipo katika nchi yetu. Na nilikuwa naona karibu, lakini sasa naona mbali kabisa. Mimi naitwa Anania Sam Simwinga. Ilifikia wakati nisione kabisa, hata mtu anakuja simuoni. Kwa sasa hivi navyo baada ya kufika hapa, tatizo hili limekwisha. Sijui nitampa nini hasa wauguzi waliotuhudumia pale. Isa namwitika, natokea Tunduma Mpemba. Nilikuwa na tatizo la macho. Hili tatizo la macho lilianza tangia mwaka 2018. Na kwa 22 mwezi wa pili tumefanyiwa matibabu ya macho. Mpaka leo hii hapa ninapoongea, namshukuru Mwenyezi Mungu. Naona kabisa, yani nipo vizuri. Mpaka mwandishi wa habari hapa namuona vizuri kabisa, yani namuona. Nashukuru sana kwa hao wote waliopanga huu mkataba kuja kututibu kuhusu haya masuala ya macho. Yani nawashukuru sana wote. Na majina naitwa Agnes Nje, ni muuguzi kutoka hospitali ya Kanda ya Rufaa Mbeya. Pia ni afisa muuguzi msaidizi daraja ya pili. Pia ni muuguzi ambaye nimepata mafunzo ya namna ya kuuguza wagonjwa wanaosumbuliwa na magonjwa ya macho. Pia kwa wagonjwa wetu waliofanyiwa upasuaji huu wa mtoto wa jicho, kuna vitu ambavyo hayatakiwi wavifanye wakisharudi nyumbani, ikiwemo kufanya kazi ngumu, kwa sababu hawatakiwi kuinama. Wakiinama wanaweza wakachezesha ile lenzi iliyowekwa ndani ya jicho. Kwa hiyo wakirudi majumbani, tunaomba ndugu na jamaa wawasaidie kwa kazi kwa wiki 6. Wasiwe wameona sasa wanawatelekeza, wanawaacha. Kwa ndani ya wiki 6 kuna vitu ambavyo hawatakiwi wafanye, hizo kazi ngumu, kazi za kuinama. Hawatakiwi wanywe pombe, wavute sigara. Okay, mimi naitwa Emilia, ni afisa mradi kutoka shirika la Helen Keller International. Na shirika letu makao makuu yako Dar es Salaam kwa sasa, na kwa sasa tuko mkoani Songwe na tekeleza mradi wa matibabu ya mtoto wa jicho. Matibabu haya kwa ujumla yanatolewa bure bila gharama yoyote. Shirika kwa kushirikiana na serikali imeweza kuwaletea huduma hii kwa wanajamii wote ambao wanaishi mkoa wa Songwe na ambako wanaotoka katika wilaya ya Mbozi, wilaya ya Momba, Ileje pamoja na Tunduma, kwa lengo la kufanya upasuaji 500. Na hii pia ni mwendelezo wa kambi zetu ambazo zinaendelea mwaka huu, na mwaka huu pia tuna mpango wa kuanza huduma hizi katika mkoa wa Tabora. Kwa rai yangu ni kwa watu wote ambao wanajua ndugu zao wana shida ya kuona kwa sababu ya inayosababishwa na mtoto wa jicho, pindi wanaposikia taarifa hizi za matibabu waweze kujitokeza, kwa sababu huduma inayotolewa ni ya kibingwa. Wataweza kuhudumiwa vizuri, na wale ambao wana shida hiyo wataweza kurejeshewa uono ambao ulipotea kwa sababu ya mtoto wa jicho. Jina langu ni Karidush Charles, natoka ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, na ninaratibu huduma za macho kwenye huduma za afya ngazi ya msingi. Tumefika hapa mkoa wa Songwe, halmashauri ya Mbozi, kwa ajili ya kambi ya huduma za macho ambayo inaendelea. Serikali inafanya kwa kushirikiana na wadau wa kutoka shirika la Helen Keller International. Na malengo ya kambi hii ambayo itakuwepo kwa siku 5, malengo yake ni kuchunguza wagonjwa takriban 500. Lakini niseme tu kwamba kwa kweli tunaiona faraja kwa wananchi, wanarudisha tabasamu kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa akisema kwamba na lengo la kurudisha tabasamu kwa wananchi, kwa sababu tumeshuhudia leo watu wamekuwa
wamekaa mtu na mume hawaonani kabisa, na wote wamekuwa na changamoto ya mtoto wa jicho. Lakini leo tumeshuhudia wenyewe baada ya kuondolewa vile vitambaa asubuhi, wamepima macho yao, wanaweza kuona kabisa. Kwa kweli wanafurahia jinsi ambavyo serikali inaweza kutoa huduma kwa wananchi, na kitu kizuri sana, inatoa huduma hizi bila malipo. Kwa hiyo wananchi wanafurahia sana huduma, na sisi kama wakilishi wa serikali tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa kwa mtu yeyote bila kujali ana nini. Na wenzetu wameenda mbali zaidi, wanatoa huduma za msingi ikiwemo chakula, lakini na nauli, kwa maana ya kuwafuata wagonjwa maeneo yao na wanaweza kuwarudisha maeneo yao. Kwa kweli tunawapongeza sana wadau ambao wamekuwa bega kwa bega na serikali kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaweza kuipata hii huduma ya changamoto ya macho. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru sana, lakini tunaendelea kuwaomba pia, kwa sababu tunafahamu Tanzania na matatizo mengi. Of course hawezi kumaliza shida zote, lakini walau wanapopata nafasi sasa tuanze kuongeza wigo na kwa maeneo mengine, ili walau Watanzania wengi waweze kupata hii huduma. Nashukuru sana.